ni ushauri wa upendo. Ushauri wake utakuwa ni ushauri wa kujenga. Ushauri wake utakuwa ni ushauri wa kukamilisha. Ushauri wake utakuwa ni ushauri wa kuweza kufariji. Amen. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Namchukua huyu mama Naomi kama picha ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Leo tuna Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kwa ajili ya kutujenga. Leo tuna Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kwa ajili ya kwanza kutustua ili tupate kusimama na kuenda pamoja na Kristo. Leo tuna Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kwa ajili ya kwenda kutufariji wakati tukiumia. Mama anamwangalia huyu kina Ruthu, anasema Ruthu, umetoka huko Moabu, umejikuta kwenye nchi ya ugeni. Unajua hata kipindi cha zamani za kale, kama ukijikuta kwenye nchi ya ugeni, hauna na haki ya kumiliki hata kiwanja. Lakini mama akasema, ingawa hawezi kuwa na haki, ngoja ni provoke, ngoja nianzishe, ngoja nifanye jambo ya kuokoa moyo wako, ya kufurahisha moyo wako. Haleluya. Sikiliza, unaweza kujikuta mahala pale umejikuta umekwisha kabisa, hauna na msaada hata lolote, lakini kuna mtu mmoja ataingia peke pale akili yako inaishia, anakuwezesha mpaka furaha inakuwa kubwa kuliko hata wale wenyewe unaofikiria. Haleluya. Hajawahi kuacha walio wake. Penye akili ya mwanadamu inakuwa inaishia, ndipo hapo pake yeye yake inaanzia. Kitabu chetu cha Yohana Mtakatifu sura 11 mstari wa 15, kuna kitu kimoja kilitokea. Yesu alikuwa na rafiki yake jina lake Lazaro. Lazaro wakati alipoachana nao huko nyumbani, kulikuwa kina Martha na kina Miriam. Yesu akaenda zake sehemu fulani hivyo. Baada ya siku akapata mjumbe, akaletewa mjumbe. Inasema ya kwamba rafiki yako Lazaro ameumwa. Tasikiliza, sikia jibu ya Kristo. Amesema hivi, mimi nimefurahi kwa kuwa sikukuwapo kipindi kile huyu bwana alikuwa anaumwa. Wewe umeletewa habari ya huzuni, habari ya kuumizwa moyo, habari ya uchungu, lakini wewe unasema mimi nimefurahi. Kwa siku hizi